Baba, ninakushukuru, asante kwa neema yako nzuri ambayo Mungu umekuwa nasi tena leo. Karibu tunapojifunza somo hili, uwepo pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, katika jina la Yesu, amen. Karibu sana mahali popote ulipo, ni kukaribishe tena na tena. Kipindi ni The Messy Hour na tuko hapa kujifunza somo jipya linalokwenda kwa jina la tabia. Na leo ni utangulizi wake, tuone namna tabia ya binadamu inavyoundwa, lakini pia namna ya kubadilisha tabia zetu. Na tutangazia katika muktadha miwili, kwa maana ya kisaikolojia, lakini pia tutangazia kibiblia au kiroho. Tabia ni nini? Mimi naitwa Pastor Ezekiel Mashimba, nikukaribisha sana. Alika ndugu na jamaa waweze kuungana pamoja nasi katika kipindi chetu The Messy Hour, na hii ni Healing Media, kila siku saa 1 mpaka saa 2 ya usiku. Karibu sana mahali popote ulipo. Leo tunaangazia utangulizi wa somo hili. Tutaangazia utangulizi wa somo hili la tabia. Tabia ni nini? Leo tutangazia hapo tabia ni nini katika muktadha wa aina mbili nilivyosema, kisaikolojia na kibiblia. Tabia ni mkusanyiko wa mwenendo, fikra, maamuzi na matendo ya mtu ambayo hujirudia mara kwa mara mpaka kuwa sehemu ya maisha yake ya kawaida. Tabia ni mkusanyiko wa mwenendo au fikra, maamuzi, matendo ya mtu yanayojirudia mara kwa mara na yanakuwa ni moja ya maisha yake. Kwa kifupi tunaweza kusema tabia ni wewe unavyokuwa kila siku, si unavyokuwa mara kwa mara, si unavyokuwa mara moja. Vile ulivyo kila siku, ile shejo ya maisha yako ya kila siku, hiyo tunaita tabia. Imekuwa ni kawaida kwako, unaifanya mara kwa mara, inakuwa ni tabia, sio unayoifanya mara moja. Kwa hiyo unaona, kumbe tabia ina viashiria na mazoea. Twende taratibu tu, tutaelewa nini maana ya tabia, na kadri tunavyoendelea na hilo somo tazidi kupata ufahamu, ili uweze elewa. Kama unataka kujifunza kubadilisha tabia fulani, itakusaidia sana. Tukisoma katika Bible Luka 6:45, Biblia inasema mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema. Kwa hiyo mtu mwema katika hazina njema anatoa yaliyo mema. Tunaposema hazina, tunamaanisha akiba, benki, hifadhi. Sasa kama akiba yako imejaa mambo mabaya, tegemea kutoa tabia mbaya. Ndio maana mwanzo nikasema tabia ni mkusanyiko wa mwenendo, fikra, maamuzi, matendo, hisia. Kwa kuna vitu huwa vinahifadhiwa mahali, vinakutengenezea mazoea, na hayo mazoea ndiyo yanayokutengenezea tabia. Kwenye Biblia hapa tumeona hazina au akiba njema inatoa kilicho chema, akiba mbaya inatoa kilicho kibaya. Kwa kama kwenye fikra zako, kwenye mawazo yako kuna kujirudia kwa mawazo mabaya, kwa fikra mbaya, tutegemee kwako kuona tabia mbaya. Tupo kwenye nini maana ya tabia? Haleluya.
tupo kwenye maana ya tabia. Tabia ni mwenendo au mfumo wa maisha unaojirudia ndani ya mtu, unaonekana kupitia mawazo, maneno na matendo yake. Tunaenda kupata maana tofauti tofauti kuhusiana na tabia. Ni mwenendo au mfumo wa vitu vinavyojirudia kwa mtu mara kwa mara. Kuna siku niliwaambia, tulizungumza kwa habari ya kupona maumivu, tukasema tabia inaanza kujengeka kuanzia siku 21. Tabia inaanza kujengeka kuanzia siku 21. Na mwenendo huo unavyoendelea mara kwa mara mpaka kufikia siku 90, kwa maana ya miezi mitatu, ndio unakufanya inakuwa ni maisha yako kabisa. Kila mtu unayemuona duniani, mahali popote alipo, ukiwemo na wewe na mimi, kuna vitu leo kwetu ni tabia, vipo kwa sababu vilijengeka katika hali ya mazoea, kujirudia rudia, aidha kwa fikra, kwa hisia au kwa matendo, ndio kikaitwa tabia. Haleluya, haleluya. Kwa tabia sio tukio la mara moja ambalo linatokea tu kwa mtu akafanya, sio tukio la mara moja. Ni kitu anachokifanya mara kwa mara mpaka kinakuwa sehemu ya kwake, anakuwa yeye. Kwa kumbe, kwa maana hiyo unaona inawezekana mtu kubadilika. Kama ulikuwa unafikiri haiwezekani kubadilika, kumbe inawezekana kubadilika. Kwa sababu kama mwenendo wa mazoea umekufanya kuwa na tabia fulani, ninaweza nikakupa tena mwenendo na mazoea fulani yakakufanya kuwa na tabia nzuri nyingine fulani. Kama ulizoea kuiba kidogo kidogo mpaka ukawa mwizi, kumbe unaweza kufundishwa kuacha kuiba kidogo kidogo na ukaacha kuiba tena. Kumbe tabia inawezekana kubadilika ukiamua kubadilika. Kama ulivyoamua kuwa na tabia mbaya, inawezekana ukiamua kuwa na tabia njema, kwa maana hapa tunavyoisoma. Kwa hiyo fikra inazaa tendo, action. Wazo linazaa tendo, na lile tendo linajirudia rudia, linazaa tabia. Kwa mfano, watu ambao wana tabia ya kufanya masturbation, kupiga punyeto, walianza kwa wazo. Lilianza wazo aidha kupitia milango mitano ya fahamu, akaona kwa TV, akaona kwenye mitandao, akasimuliwa na watu, akatizama kwa mara ya kwanza, akili yake na fikra yake ikamtuma kurudia tena, akarudia tena, akarudia tena, akaanza kutengeneza matendo yaliyomfanya kuwa tabia, na leo hawezi kuacha. Si kwamba umelogwa, hapana. Tutaona tabia kwa mfumo wa kiroho au kibiblia. Si umelogwa, ni tabia ambayo ni mazoea umeyatenda mwenyewe, na unaweza kuyaacha mwenyewe ukiamua. Na siri kubwa ya kubadilika kwenye tabia ni wewe uamue kubadilisha mwenendo, kuanzia mawazo, tendo na hisia zako. Zinapobadilika na tabia yako automatic inabadilika. Tabia ya uzinzi ni tabia ambayo ni endelevu, ya mara kwa mara. Wizi, ubakaji, ulevi, tabia ambazo zimeanza
kama mazoea na zikawa ni sehemu ya maisha yako. Ikawa ni sehemu ya maisha yako kabisa. Haleluya, haleluya. Kwa tabia ni kile unachokifanya mara kwa mara mpaka kikawa ni wewe. Sasa kuna tabia ambazo wewe unajiona kabisa kwamba mimi na tabia fulani, na watu wanajua una tabia fulani, na wewe unajijua na tabia fulani. Hiyo moja. Mbili, kuna tabia ambazo wewe hujui kama na tabia, ila watu wanakuona na tabia fulani. Tutaziona tunakoelekea. Lakini kuna tabia ambayo wewe hujui na watu hawajui, anajua Mungu tu. Na kuna tabia ambazo watu wanajua wewe unazo, wewe haujui. Ndio maana ukija kwa upande wa kiroho, kuna tabia za sirini. Tabia zinazofanywa na wewe peke yako, za sirini. Kuna tabia zinazotuzinga, zinazotutumia kwa wepesi, kwa haraka, kama zimetegwa mahali. Zote hizo ni mkusanyiko wa tabia. Kwa mfano kisaikolojia, kuna tabia za mazoea zinaitwa habits. Kuna tabia za kihisia zinaitwa emotional. Tabia za kifikra, hizo zote ni mkusanyiko wa tabia. Karibu sana, nikukaribisha katika kipindi kinachofuata. Tuanze kuangalia zaidi ya hapa, zaidi ya hiki tulichokisema leo. Ushauri na maono. Una maoni, una ushauri, basi usisite kuzungumza nasi kupitia namba ambayo inapita hapo chini. Mungu akubariki sana.